Ok, merci beaucoup. Moi, général, tout ça, n'a pas eu abîmé et pas à M23. Na banani banguna na biso ba M23. Mais à ce sangai apesinga information à l'obike. Naam, leo ni Alhamisi tariki 23 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025. Nikuambie ya kwamba ninakusalimu kwanza pote pale ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Kituo hiki kinapatikana katika mashariki mwa DRC huko Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo cha habari hicho kinakuja kukupasha na ujue kwamba tunakupasha tu yale ambayo yaliyojiri. Na sasa ni habari kamili ambao tutakwenda kukupasha kwa wakati huu, na leo hii kwa kukupasha zingine habari kadha wa kadha ambazo ziliweza kupita hapo jana tariki 22 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025. Kwa hiyo ni hayo tu, mengi tutakayokwenda kukusia katika uwanja wa vita na mengine habari tofauti kukupasha katika nchi ya Kongo hata mahali pengine, ikiwa tu zipo ni kuja kukupasha ikiwa kawaida yangu kabisa. Na hivyo tutakwenda kukusia maeneo ya huko Businga, sio mbali sana na Nyangezi, na hata huko Katana, Goma pia hali sio nzuri, na hapo maeneo ya Businga kusikika kabisa milio ya risasi, mapambano makubwa kati ya M23 na wazalendo. Na pia hata kugusia huyu ambaye aliweza kuchukua nafasi ya Olivier Gasita, yani huyo askari aliyetumwa na jeshi au government ya Kongo kuja kuchukua mahali ya Olivier Gasita maeneo ya Povira kuongoza huko Kivu ya Kusini. Na Kinshasa pia ambako kunaonekana wizi mkubwa katika nyumba fulani ya wafanya biashara na kuiba kabisa kiwango cha pesa kikubwa. Uvira pia hapa kunasikika milio ya risasi hapo jana, lakini ambayo inasikika kwamba ni wezi, na wengine kusema ya kwamba walikuwa wazalendo ndio ambao walikuwa wanarusha masase hayo katika wakati huo. Na pia kumalizia kwa huyo mwasi wa M23 kuja kujisalimisha na kuonyesha mara ngapi wazalendo napokuwa wanazungumza nao wanasikiliza. Na hiyo tu ilikuwa ni mtasari wa habari ambao nilikuletea hapo, lakini bado usiende mbali kwa maana ungali mtasari wa habari, bado habari kamili sasa. Na ikiwa tu hujajiunga kwenye channel, unaweza kubonyeza hapo subscribe na alama ya kengele ili unapata habari zetu zote mapema. Na hivyo tu kaa hapo chonjo nikujie na habari kamili. Baada ya huo mtasari wa habari, ni sasa habari kamili, na mara moja tujielekeze huko maeneo ya Businga na hata hapo Nyangezi katika groupmenti ya Karongo tarafani Walungu, ambako niko katika Kivu ya Kusini mashariki mwake DRC hapo jana Jumatano tariki 22 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, ambako kulionekana mapambano makubwa makali kabisa kati ya M23 zidi ya wazalendo. Waliweza kupambana maeneo hayo na kabisa ushindi kuweza kuibuka ngambo ya wazalendo, kwa sababu kulikuwa mapambano makubwa, na hivyo hata waasi wa M23 kusikilika kutosha kabisa askari wao hapo maeneo ya Bukavu, na hata pia kufika hapo kwenye uwanja wa vita, na hivyo tu kuonekana hali inakuwa ngumu kwao ngambo ya waasi wa M23 kuweza kuonekana kushindwa katika mapambano hayo. Hata hivyo maeneo ya huko Katana, ambako ni katika groupmenti ya Irambi tarafani Kabare, Kivu ya Kusini mashariki mwake DRC, na kabisa kulisikika milio ya risasi, hali ya usalama sio vema. Na hivyo hata maeneo ya huko Goma, Kivu ya Kaskazini, hali nayo kusikika kwamba milio ya risasi ilionekana au kusikika maeneo hayo hivyo.
Jemedari mkuu Amuri Chivire ambaye anatumwa na gavumenti ya Kongo kuja kumkomboa au kuchukua nafasi ya Olivier Gasita ambaye aliweza kuondoka maeneo ya Uvira kutokana na maandamano makuu ambayo yaliweza kufanyika na raia wa hapo maeneo ya Uvira katika Kivu ya Kusini, na hivyo kuja kuchukua nafasi yake kama vile kamanda ambaye anaweza kutizama au kuongoza maeneo hayo katika jimbo la 33 la kiserikali, na hivyo likiweza kuleta utata fulani na kuonyesha kiasi gani government ya Kongo au presidenti Rais Tshisekedi kuweza kumtuma tena huyo ambaye ameshawahi kutumika katika Kivu ya Kusini. Kwa nini asiweze kumtuma mtu mwingine? Wakati tuko tunawaambia kama gouvernement ya kwetu inakuwa na makomplicite, kuko batu benye habaelewaki na kuko batu benye habasikiaki. Sijui kama mnamuona huyu nouveau komanda mwenye banatumana, mufanye sasa ma recherche yake. Huyu nani Amuri Chivire, c'est un certain mutu wa kule ma ninja ngambo ya ma Bukavu kule. A peu près Bukavu ni 80 km kutoka Bukavu kwenda mpaka Ninja kule. Ni njila kama munjali. Sasa mwende muangalia huyu mwebanakia nome leo. Tuko na ba nouveau recli benye Felix alinome. Mais pourquoi pas konda tafuta hizi matete zishatumika kule msiti Kivu nje zenye kona leta. Huyu ashaka tumika mu RCD. Alitumika mu CNDP. Anayua kule Mauvira mawapi kule kote anapayua. Me leo banamuleta tena banakia munome pale. Ashaka tumika kule wakati RCD alitumika kule na anayua ba Moise Nyarugabo, anayua banani bote. Nilibambiaka kama siku mtona gouvernement congolais wala Tshisekedi ananome ba nouveau recli, ananome benyaba kutumikaka mu CNDP, ananome benyaba kutumikaka mu Kayamen, ananome benyaba kutumikaka mu RCD, ananome aba ba nouveau recli. Muyo vite nenda kuisha Sud-Kivu. Nikioda nilibiambiaka siku tutabatika tu ku commandement opérationnel Felix anatia ba nouveau recli, hata tia ba batumika mu RCD. Muyo kama sasa pale anatoka mwele udikteta, anatoka mu commandement ya Kanambe, anatoka mwele mikataba, anatoka mkila kitu. Mais voilà Felix. Hii inakuwa nomination ngapi? Après Gasita alileta mu RCD. Huyu analeta tena ni mwingine wa RCD. Est-ce que muko na confiance kama huyu? C'est un certain iko na 45% ya Batembo, niko na 45% ya Bamushi. Huyu hapa. Njoo huyu banamuleta tena hapa. Sasa bandugu yangu mimi nibambia kama hivi tenye betu bako banatuchezea. Komedi ze bako banacheza kule Kinshasa. Ndio ziko zinatumalizisha. Mufanye ma recherche, mutamurekonetre huyu monsieur mwenye bananome, mwenye anagombola Chivire, mutamurekonetre très bien. Makao makuu ya nchi ya DRC uko Kinshasa, ikiwa tena jimbo la Kinshasa ambako kulikuwa baada ya wizi ambao uliweza kuonekana kunusurika katika Rao Bank ambao ilikuwa huko maeneo ya Kinshasa katika komini ya Kasavubu. Baada ya hayo ambayo iliweza kufanyika au kuweza kunusurika kuibiwa na dada Honorine Porsche, lakini sasa kukasikika hapo kabisa kuonekana maeneo ya Bibwa komini ya Nsele ambako wezi waliweza kuingia. Walikuwa wezi 6 wakitembelea pikipiki ambao walikuwa nayo na kuweza kabisa kuingia katika nyumba moja ya wafanya biashara, na kabisa kusikika hata katika hali ya mitandao ya kwamba waliweza kufanyikiwa kuiba pesa za Kimarekani 27,000 hata milioni 15 za pesa za Kikongomani. Na hivyo tu ni hayo tu unaweza kaona kwenye video mwanzo mwisho katika kipindi hako kadogo tu ambacho kaliweza kurekodiwa na waliokuwa humo ndani, haijalishi kwa uoga mwingi.
Bayi bibi nyonso. Bayi ko biso. Nyonso. Balingo ko nyonso. Nyonso. Bon parce ma bonne na kati. Balingo ko biso. Hapo jana maeneo ya Uvira katika Kivu ya Kusini kumesikika milio ya risasi ambayo imetatanisha hadi kwa sasa kutokujulikana rasmi tatizo ni nini. Mmoja kusema ya kwamba ni wazalendo, hata mwingine kusema ndio tumepata jibu ya kusema kwamba ni uwezi ambao walikuwa wanaiba hao watu ambao walikuwa wanavalia sare za kijeshi. Jambo wapendwa. Tunashinda mzuri, tuko salama. Masasi mimi nawaza ni ya wazalendo wo peke kubo peke. Kwa wazalendo wenyewe wanakuwa hapa kwa Colonel James nawaza ndio wenyewe walikuwa pugushani wako wanabishana siwi nini. Mimi nawaza ndio wenyewe wako wanapiga hiyo masasi. Kama kunaweza kuwa ingine anaweza kutujuza. Asante sana. Habari ya masasi inajulikana sasa. Biliko wanapanda sasa huko yulu. Kama za mshari nyo wanasema huko palikuwa watu walikuwa wanaiba matelefoni batu njia make murai. Ngambo za comfortizo ndio walikuwa wanaiba matelefoni. Mimi habajulikani ni banani. Habajulikani ni banani walikuwa wanaiba matelefoni. Ndio habari yenyewe inasemekana inajulikana saa hii. Kwa hiyo wanatokea huko chini. Penye kupanda ngambo ya huko mshero. Ndio wanaleta hiyo habari ya kusema kama piko watu walikuwa wanaiba matelefoni hapo murai. Wanavalia sare za kijeshi. Hatujui ni banani. Bajeshi ba aina gani hawajulikani. Kwa kumalizia basi napenda tu nikuonyeshe huyo mwasi wa M23 ambaye alikuja kujisalimisha kwa wazalendo na kuweza kuonyesha mara ngapi mawasiliano yote ya wazalendo ambayo wanaweza kuzungumza wao kule wasi wa M23 wanayasikia kutokana na vyombo ambavyo wako navyo. Hayo tu ikiwa ni mafupi ambayo yanachukua uzito wa jambo hilo ambalo wanaweza tu kukuonyesha hapo na usikilize ikiwa tu wewe unasikiliza lugha ya Lingala vizuri kabisa. Ningekamata wewe jinsi ulikuwa kama ni yangu tu basi. Kuna shida. OK, merci beaucoup. Moi général, tosana tatoyo abimi epa ya M23 na banani banguna na biso ba M23. Mais azo bisangai apesinga information alobike biloko nyoso tosolola kana Motorola bango bayokaka. Bazana Motorola moko ya munene tango tozo solola atato changer fréquence na FRDC na biso bazalendo nyoso bayokaka. Baza pe na appareil mosusu avasoko yebima tango epumbui bango bazomona yango na appareil na bango ya zalaki kuna. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui. Ouais. Bon, ngai loko na ina loba. En tout cas na bitumba. Na bitumba nyoso iloko nyoso bilopana kana bitumba. Bango bazolanda. Bazana Motorola moko obenga ngo lipita. Comment Motorola na lipita? Motorola na lipita. Donc nyoso bozoloba na Motorola nyoso bazolanda. Oui. Avion avec le aéroport. Itelemika lipimatika likolo. Ba signaler mbala moko. Avion déjà est mati. Ando bisa basoda na bango bilo soko ta nini na ndaki. Avion zoya. Même na drone ni monsieur. Deti na drone ezo beta tango ebeti ba beti kaka na defense me bazo buma bantu. Nevo bimlia bantu bala kaka. Zandengo wana. OK, merci aza A1 azala ki ko sala na bureau D na TD ya 34e mission militaire. Est-ce que bazala ki azala ko landa biloko nyos? D'accord bake biloko wana sengeli komona technologie ezo kende liboso bomo na nene bo reviser technologie biebo ta la technologie mosusu kweti makambo wana bantu balandela kabiso te ta mosusu solo bakeza na bantu mabene bazana kati na biso nzoka nde technologie na bango ezo eza liboso omone ne makambo ya expliquer biso. Merci beaucoup mwana. Merci mon jeune. Ouais. Basi huo tu ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nilikuletea leo siku ya Alhamisi
mwezi wa Oktoba tariki 23 katika mwaka wa 2025, na hivyo tu ujue ya kwamba ninakushukuru ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, nikikwambia tena ukae chonjo. Nitakujia na habari zingine ikiwa tu zinapoonekana. Ukae chonjo, na nikikwambia unaweza tu uka-comment ikiwa na maneno ya kusema, na kama ungali mpya kwenye channel yetu unaweza tu hapo ukabonyeza subscribe na kubonyeza alama ya kengele unapata habari zetu mapema, kuwatumia watu wengine wafaidie, na hata kabisa kulike kuonyesha tuko pamoja, nikisema asante.